Bana, kumekucha tena na kwenye H1 Teach1 leo tukazungumza baada ya ile sikukuu kubwa ya miaka 30 ya Bongo Flava ile ambayo inaonekana kwamba ilifana sana, iliweka rekodi nzuri sana. Ingawa najua ukamilifu ulikuwa mwingi mno kwenye lile tukio zima, kuanzia kwenye uandaji, burudani zenyewe, lakini kama ilivyo ada kwenye eneo lolote, mapungufu huwa hayakosekani. Kwa hiyo kulikuwa na mapungufu fulani machache kutoka kwenye shughuli nzima au kwa msanii moja, anyway, ila kwa ujumla ilifana sana. Ingawa leo kuna kitu ambacho naweza kukiongea kwa upana sana nilichokiona siku ile, hasa pale ambapo kidogo kulikaanza kuingia masuala ya siasa kidogo pale, siasa za chama chetu pale zilipoanza kuingia, kama kulikuwa na sintofahamu ambayo ilikuwa kama inapelekea kufanana na kitu ambacho pengine chakula kitamu, lakini unakuta yule mpishi alisahau akaweka na mbegu za limao mle. Kwa hiyo unakula chakula kitamu bado unashangaa uchungu kidogo, kambegu kalimao kamepita, kanapotea. Kwa hiyo ile kuingiza politics kidogo kama ilikuwa inachachua kidogo chakula, kama kinakwenda sio sawa. Sasa mimi nadhani hichi kitu ni cha kujifunza, kwa sababu lazima tukubali kwamba wale waliokuja pale sio watu wa kujiokoteza tu mtaani, labda wamebebwa na malori kupelekwa labda uwanjani show bure kwenye vumbi. Hapana, wao ndio wanaojielewa. Ndio maana viingilio vilikuwa vimechangamka sio kidogo. Lakini kubwa kabisa, wale watu ni zao la mziki wetu sisi malegend. Ni zao wale, waliishi kifikra kupitia mashairi yetu sisi. Na unajua mziki wetu sisi kidogo tofauti yake ni kwamba haukufundisha watu kuwa waoga. Uliwafundisha watu kuhoji, kujiamini, kuwa vile walivyo, kuwa hivyo. Simuona tofauti na mziki kipindi hiki ambacho unaweza kuona kwamba asilimia kubwa watu wasanii wanadili na mambo ya ushoga haya, uchawa, kwa wale watu waliona kama mbona kama hatuna sehemu ya kujidai, kwa sababu hata kwenye Simba na Yanga napo unaona zimeingia siasa kidogo, watu wanaona mambo gani. Kwa waliona kama lile kundi la malegend ndio eneo pekee ambalo wao wanaweza kwenda kupata burudani wanayoitaka, ambao muziki wetu ulijaa message hivyo, rhymes kali nini, haukuwa na mambo mengi. Na pale jukwani huwezi kuona mwanaume anajifanya kama mwanamke, labda kavaa kike, mambo kichokochoko yale ambao watu hayataki, waliachoka kwenye muziki mingine hii. Of course wakaona bora waje kwenye muziki wao sasa, wale pale wapate burudani yao. Sasa kuingiza ile siasa, unaona kama walikataa kata, kwa sababu wale ni watu wazima na wengi wamejipata, afu wameshiba mashairi yetu. Kwa hiyo wale ni watu wako, akili ziko active. Kwa hiyo huwezi kuwadanganya kwa jambo dogo, labda umewabeba huko ukafika pale ukasema fanyeni semeni. Hapana, wale walitaka mziki tu. Ndio maana wana mziki pale tulikuwa tukiingia, ukisema mikono juu wananyosha kweli, fanya hivi wanafanya kweli. Unaona bwana, kwa sababu walikuwa wanataka mziki wao. Achana na hii mambo mengine, sisi wengine tumeimba mapema sana, of course haikuwa kawaida, lakini bado watu walikubali. Kwa sababu gani? Ndicho walichokifuata, walichoka na vitu vya ajabu. Sasa of course kwa mheshimiwa waziri mdogo wangu Bwana FA, yeye hakufanya kosa, kwa sababu yeye ni mwanasiasa na ni mwanasiasa wa chama tawala na ndio mgeni rasmi, na ilikuwa lazima aongee vile alivyokuwa anaongea. Ingawa kama anavyosema kwamba shida ni kwamba wale watu wale wanayaishi mashairi yetu ambayo yaliwafundisha kunyooka, hayakuwafundisha uongo. Walitaka hivyo. Kwa matokeo yake wale ukija pale walitaka tu mziki wa kutaka siasa. Ndio maana hao ambao walioingiza siasa wakapata shida kidogo, walikuwa wakirudi kwenye eneo lao la mziki wanashangiliwa. Sasa ndicho walichokifuata watu. Mambo mengine huwezi kuwadanganya, wale mambo ya nchi wanayajua yote, hamna chokijua. Kwa mimi nadhani next time sisi